102.7 Baliti FM, sauti ya jamii. Naam msikilizaji, bila shaka dakika 53 baada ya saa 1 jioni, ikiwa ni siku hii ya bila shaka wiki hii bila shaka ambayo ni nzuri kabisa msikilizaji. Kwa hivyo jioni ya leo kama ulivyojuzwa hapo na mtangazaji wa zamu, amekueleza kwamba tutakuwa na mtaalam msikilizaji kutoka LMS, msikilizaji ni Livestock Marketing System, ambaye atatufunza mengi zaidi. Na siku ya leo msikilizaji, katika awamu hii ataweza kutufunza bila shaka jinsi ya kuweza kuchagua aina mbalimbali ya mifugo msikilizaji, kama ni mbuzi, kama ni kondoo, kama ni ngamia msikilizaji. Yani tunasema kwamba breeding selection, yani aina ya mifugo ambao bila shaka utaweza kuwazalisha, na bila shaka kuhakikisha kwamba unapata mifugo ambao wataweza kutoka kama ni maziwa ambayo ni hali ya juu, maziwa ambayo ni mengi zaidi msikilizaji, na kuweza kunufaika bila shaka na product mbalimbali na mazao ambayo yanatokana na mifugo yetu ambayo tunafuga msikilizaji. Kwa hivyo unakuta kwamba mara nyingi kama ni mbuzi, unakuta kwamba mbuzi ambayo tunawafuga ni mbuzi ambao ni wadogo, na unakuta kwamba kama ni ile value ambayo tunasema kwamba ubora wao ni hali ya chini. Kama ni maziwa, unakuta kwamba hatoi lita nyingi ya maziwa. Kama ni nyama pengine kwa ng'ombe, unakuta kwamba hatoi nyama ambayo ni ya kutosha, ama nyama ambayo iko na ubora. Kama ni ngamia msikilizaji, unakuta kwamba ngamia ambao tumezoea ni ngamia ambao wanajulikana kwa jina pengine kutoka jamii ya Rendile, kutoka jamii ya Gabra, lakini kuna ngamia ambao bila shaka tukiweza kuchanganya zile mbegu za ngamia tofauti bila shaka tutaweza kupata mifugo ambao bila shaka wenye ubora wa hali ya juu. Kwa hivyo msikilizaji wangu, sitaweza kuzungumza hayo mengi, bali niko na mtaalamu msikilizaji. Nakumbuka kwamba mazungumzo ya leo yameweza kufadhiliwa na Livestock Marketing System, na vile vile mradi wa Feed the Future, na mradi wa Feed the Future pamoja na USAID msikilizaji wangu. Kwa hivyo moja kwa moja naweza kumpatia mgeni wetu nafasi aweze kujitambulisha, kisha baadaye tuweze kuendelea na mazungumzo yetu. Karibu sana mgeni. Asante sana bwana mtangazaji. Jina langu ni Mwangi David, ni mtaalamu wa mifugo katika Isiolo County, hapa Isiolo. Karibu sana daktari. Asante sana. Na moja kwa moja tu daktari, kabla tuweze kuendelea katika mazungumzo haya, pengine ni mambo yapi ambayo umeweza kuandalia wasikilizaji siku ya leo, hususan wale ambao ni wafugaji wa ngamia, wafugaji wa mbuzi, wafugaji wa kondoo na mifugo nyingine ambayo pengine wanategemea. Unakuta kwamba ufugaji sasa hivi wanategemea mifugo hao kuweza kupata pengine kama ni kuwalipia karo watoto wao, yani kuweza kujiendeleza kiuchumi. Pengine ni mambo yapi ambayo umeweza kuandalia siku hii ya leo? Asante sana bwana mtangazaji. Kusema kweli, tukiangalia kwamba Isiolo jamii ya Isiolo ni wafugaji, na kutoka jadi wamekuwa wakifanya ufugaji kama kitega uchumi chao, sababu ndio wanategemea katika kulisha lishe yao, chakula, kulisha watoto, kusomesha watoto. Lakini shida ni kwamba hii wamekuwa wakiendelea, lakini mapato ile wanapata kulingana na hiyo kazi ni hali duni. Diposa tunataka sasa watu waanze kufikiria na kuweza kubadilisha hali ya ufugaji, waache kufanya ufugaji kama kawaida. Lakini sasa tunataka sasa wabadilike, waanze kufanya ufugaji kama biashara. Yani tuseme unapofuga unaangalia shilingi, unaangalia pesa. Hii pesa utapata namna gani? Ili mbuzi unafuga, ng'ombe unafuga inakaa sana, baada ya kukupatia mapato haraka inakupatia mapato kidogo kwa muda mrefu sana. Na tuko na changamoto mingi sana ambaye inatukabidhi, na tukiweza overcome ama kukabiliana na hiyo changamoto, tunaweza kuendelea na tunaweza hata kufuga mzuri, na mifugo yetu itakuwa ni amana na itatusaidia. Sababu Isiolo pasenti kubwa ama kiwango kubwa tunategemea mifugo, lakini changamoto mingi sana ambayo tunapata, sijui kama bwana mtangazaji tunaweza tu simulia kidogo.
hizi changamoto, tuone ni changamoto aina gani, alafu tuone vile tunaweza kabiliana nazo. Kweli. Pengine tu kwa sababu bila shaka kumbuka kwamba msikilizaji ameweza kuzungumzia hapo awali vile daktari ameweza kuzungumzia jinsi gani, mbinu zipi ambazo tunaweza kuzitumia kuhakikisha kwamba tunabadilika. Ndio maana msikilizaji wangu, kuna hii kampeni ambayo inajulikana kwa jina Social Behavior Change Campaign, yani kampeni ya kuweza kubadilisha tabia zetu na kuhakikisha kwamba vile ambavyo tumekuwa tukizoea kufuga mifugo ambayo tumewazoea, kama ni mbuzi unakuta kwamba ni mbuzi ambao ni wadogo, kama ni kondoo unakuta kwamba ni kondoo ambayo pengine hawana ile ubora, kama pengine kama ni ile nyama ama ile tunasema kwamba ile ngozi zao ambayo mara nyingi tunazitumia kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile jacket na bidhaa zingine, unakuta kwamba kidogo hii kidogo tumeweza kuzoea, tumekuwa ile tabia ambayo tumekuwa tukizoea. Kila mmoja amezoeleka kwamba kuna mbuzi mweupe, kama ni kondoo kuna wale kondoo ambao wako na vichwa vyeusi, unakuta kwamba mifugo kama ni ngamia ambao tumezoea. Pengine kabla hatuja kuja jinsi ya kuweza kubadilika, wafugaji waweze kubadilisha tabia zao, pengine ni changamoto zipi ambazo pengine zimesababisha wafugaji kusalia katika ile tabia zao za kuweza kufuga mifugo ambao tumezoea kuona kila siku? Kama ni sokoni utakuta kama ni mbuzi mweupe, kama ni kondoo wale ambao wako na vichwa vyeusi. Je, ni changamoto zipi ambazo zimesababisha hali hii hadi kufikia sasa, jadi baada ya jadi, karne baada ya karne, miaka baada ya miaka, bado tumesalia pale? Bwana mtangazaji, taelewa kwamba kama hapo nimesema mbeleni ya kwamba kila mtu katika jamii anataka kuwa na mbuzi, anataka kuwa na mifugo. Tukiangalia na ufugaji wa mifugo umetiwa maana sababu tuseme hata kama social events kama doa, lazima mifugo itumike. Kwa hivyo kulipa mahari. Kwa hivyo unaona kila mtu ako na mifugo. Na kama hivyo pale nimesema hapo hadi ni kwamba mapato yake ni duni. Kweli. Changamoto hasa ile tuko nao katika Isiolo ama katika jamii ya wafugaji ni kwamba ni hatimiliki ardhi. Unaona mtu hawezi manage ama kutunza mifugo yake mzuri sababu ana ardhi yake ile ambayo imewekwa. Kwa hiyo malisho hana ya kutosha sababu ardhi ama inatumika na watu wote, kwa sababu nakuta kwamba kwa sababu ile ya ukosefu wa ile title deed inakuwa vigumu ile mfugaji kuweza pengine kutenga sehemu ya kuweza kualisha mifugo. Basi unaona inabidi wanaishi maisha ya kuhamahama land parcel system kutoka hapa na hii iwe ni changamoto sababu malisho inakuwa ni haba. Pia wakati ya jirali yani hapa ukosefu wa mvua ya kutosha. Ukosefu wa mvua ya kutosha huwa ukuja mara mingi, na baada ya hiyo maafa mingi sana ya mifugo upatikana. Pia begu yani breed ya mifugo ile begu ya ile ambayo tuko nayo ile tunaweka ni ile hali ya juu, ni ile hali ya chini. Haina quality ya kutosha. Matokeo yake kama ni maziwa ni kidogo, unakuta kwamba inatoa lita 2 lita 3 hivyo. Alafu tena kitu ya maana ni kwamba tupate mifugo yetu haikui haraka, haiweki weight haraka. Unaona haiweki weight haraka na inadidimia. Kwa hivyo kitabu mkulima apate kupata mapato anakawia sana. Sasa kitu kama hiyo ndio tunataka kuangalia address. Na pia kama hapo ulikuwa umesema beleni, hata tuko na changamoto ya magonjwa na pia tuko na changamoto ya kwamba ukosefu wa ujuzi kujua. Tuone ya kwamba iko watu kama ni utoaji ya maziwa, tukiangalia sana jamii wale wafugaji wa ngamia, maziwa yao hawana ujuzi ya kuhifadhi, kukamua mzuri na kuhifadhi ili waweze hii maziwa isije ikaharibika. So inafika wakati hata wanakamua wanapeleka mpaka Nairobi, lakini ikifika Nairobi maziwa imeshaharibika. So unaona hiyo basi ni sababu hana hiyo ujuzi. Hapa tuseme ni kama ni ujuzi wanakosa. Pia malisho inakuwa ni duni. Lakini tuki embrace
ufugaji wa kisasa, tuanze kuona ya kwamba tunaweza hata kuwa na lima nyasi yetu, tunalima nyasi, tunakata, tunaweka, tunaifunga, ili wakati ya kiangazi kikuja, bado tuko na chakula store. Kama tuseme kama pale ingine wale walifuga wakulima mimea, wako na store zao za mahindi, hata wajirani kikuja bado wanaendelea na nini, lakini sisi hatujafika hiyo kiwango. Hiyo kiwango ya kuweka nyasi, sana tunasemaga nyasi ni ya Mungu. Kwa hivyo nyasi sisi hatuwezi lima. Ndio sasa hiyo technology ama techniques hii mradi imekuja nayo tuweze kuonyesha watu ya kwamba hata sisi tunaweza supplement, tunalima, tunapanda nyasi, tunaweka mzuri, tunahifadhi hata kiangazi kikuja, bado tuko na chakula yetu ya mifugo. Hata kwa hivyo tunazuia nini? Maafa ya mifugo. Na pia iko shida, sisi ni wafugaji, iko mifugo ingine hata tunafuga, lakini hatuja embrace kuitumia. Tukisema kama kwamba iko jamii zingine katika wafugaji ya kwamba hata wanafuga kuku, lakini katika ile maadili yao ya kwamba kuku haistahili bali inakuwa ya kwamba kuku ni lishe mzuri, kuku na product zake mayai lishe mzuri sana ambayo inajenga miili yetu, lakini tunaputilia bali wengine tunaputilia bali tunasema hii si chakula ya kukuli. Ndio sasa tunataka watu wabadilishe mawazo. Na pia hata katika hali ya maziwa, maziwa ya ngamia ni maziwa ya iko na hali ya juu sana, ni lishe ya hali ya juu sana. Lakini katika jamii nyingi wale wanaishi Isiolo, wengine watumie maziwa. Sasa ndio unaona maziwa mara mingi inachukuliwa inapelekwa Nairobi, sababu tunasema iko specific jamii wale watafanya nini. Na kama tungeweza kuhamasisha hata jamii wale wengine wanaishi Isiolo, unaona tutapunguza gharama ya kupeleka maziwa mpaka wapi? Mpaka Nairobi. Hiyo maziwa inaharibika sababu ya kwenda. Lakini tukiweza hii maziwa tuhamasishe watu katika Isiolo na maeneo yake, hii county ziko karibu, kama ni kutoa maziwa safi, tunatoa maziwa safi ambayo inakubalika na kila mtu. Maziwa ambayo product inakubalika na kila mtu. Unaona tutajijenga kiuchumi. Sasa hii mradi imekuja na hiyo wazo, utafanya namna gani tuweze kubadilisha hii tabia. Pengine tuweze kuanza na changamoto ambayo bila shaka naona kwamba ni muhimu sana. Hapo awali nimeweza kuzungumzia tuweze kubadilisha tabia ya kuhakikisha kwamba tunatumia mbegu, ama tunahakikisha kwamba kama ni mbuzi tunazalisha mbuzi ambao ni wa hali ya juu. Kama ni ngamia tunazalisha ngamia ambao wanatoa maziwa na nyama nzuri. Kama ni ng'ombe, kama ni kuku. Pengine ni mbinu gani ambayo pengine wakazi wa kaunti Isiolo hususan wafugaji wanapaswa kuweza kukumbatia kuhakikisha kwamba wanazingatia? Kwa sababu mimi nafahamu pengine kuna hii system ambayo pengine imekuwa ikitumika, cross breeding. Je, pengine cross breeding ni mbinu ambayo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kama ni mbuzi ambaye ni dume anatolewa katika sehemu nyingine na kuletwa katika boma, na pengine kama ni kondoo, pengine kama ni yule dume anatolewa sehemu nyingine analetwa sehemu kama ni Isiolo katika boma na kuzalishwa, na kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba anazalisha ule kondoo jike na kupata kizazi ambacho pengine atakuwa na ile tunasema kwamba kilo ya juu. Kama ni maziwa ambayo itakuwa inatolewa na yule kizazi, inatolewa na inatoka maziwa mazuri. Pengine hii mbinu unaweza kuzungumzia vipi? Pengine hii ni mbinu ambayo pengine wakazi wa kaunti Isiolo wanapaswa kuelimishwa, na manufaa yake ni gani? Asante sana bwana mtangazaji. Kitu ya kwanza katika biashara yote ama mkulima wowote, sasa tunataka tuelewe kwamba mfugaji ni mkulima. Ndio tunasemaga mfugaji mkulima. Na kitu ya kwanza mkulima wote kitu ile anaangaliaga ni mbegu. Mbegu gani ninapanda? Na akiangalia mbegu anataka kujua manufaa yake ni nini, yani quality yake, ubora yake ni gani, ubora yake ni nini. Na anaangalia hii mbegu nikipanda itamea, hii mbegu nikipanda itanipatia mapato ya kutosha, hii mbegu nikipanda
itaweza kuresist ama kupigana na ile magonjwa inaweza tokezea. Mbegu itakuwa haraka, mbegu itanipatia mazao mingi. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya maana kwamba mkulima anataka kuangalia. Vile vile mfugaji anataka, kama vile nimekuambia ama vile nimesema, ni kwamba nataka kufanya kilimo biashara. Wewe ukiwa mfugaji unataka uangalie, hii mfugo yangu ninaweka, hii mfugo yangu ninafuga, nini nataka kutoka kwa hii mfugo, nini nataka kuangazia. Lazima uangalie nini naangazia. Nijue kama ni maziwa nataka, ni nyama nataka, na kama ni mayai nataka, na nitapata baada ya muda gani. Ukijua hivyo sasa ndio alafu kitu kingine na muhimu zaidi, kama vile nimesema, mfugaji mkulima mahindi anaangaliaga mchanga. Hii mchanga mvua iko ya kutosha, ile chakula itapatikana, kitu kama hiyo anaangaliaga hivyo. Kwa hivyo wewe kama mfugaji lazima uangalie kwamba hii mfugo hata ingawa yako na maziwa, ako na maziwa mingi, ni kweli, lakini nikimfuga ataendeshana na eneo hii ya mazingira ya hapa, ataweza kustahili mazingira ya hapa. Kwa hivyo ni kitu lazima kwanza mkulima afanye nini, aweze kuangalia. Pengine kwa sababu hii mbinu ya cross breeding imekuwa kitumika, pengine kwa sababu je, pengine hii hali ya unakuta kwamba hapo au limeweza kuzungumzia kwamba kwa sababu ya ukosefu wa hati miliki, unakuta kwamba wafugaji wanahama, wanatoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, na unakuta kwamba mfugaji yuko na mbuzi 100, lakini kati ya mbuzi ya 100 unakuta kwamba wanazana wenyewe kwa wenyewe. Je, pengine itokee kwamba mfugaji anatoa mbuzi pengine kama ni dume analeta pale katika boma lake. Je, na huyu mbuzi ni unakuta kwamba ni hali ya juu, unakuta kwamba pengine kama ni kupigana magonjwa, anapigana magonjwa. Pengine akileta mbuzi kama huyu ama kondoo kama huyu ama ngamia kama huyu, je, pengine itaweza kuleta manufaa gani kwa wale ambao mifugo ambao anafuga, pengine kama ni mbuzi 50 ama zaidi pengine? Kabla sija kuja hapa bwana mtangazaji, ningetaka niuzie madhara ya hiyo kitu tunaita inbreeding. Inbreeding ya kwamba unaweka, yani mbuzi yako inakuwa pamoja na wanazana pamoja, wanaendelea kuzana miaka nenda miaka rudi. Kitu ya kwanza niseme ya kwamba sisi wafugaji tunaonaga ni sawa, sababu haina gharama kubwa, ni rahisi. Hakuna wakati ya kwenda kuchagua dume, ni mbuzi tu wanafanya nini, wanatembea pamoja huko bogani, wanazana tu. Na katika hii hali utakuja kuona ya kwamba wewe kama mfugaji nini zinazaliwa tu, watoto wanazaliwa tu wakati wowote. Lakini iko madhara ya kwamba hii inbreeding ya kwamba ni kama familia inarudiana. Wewe kwanza mwenyewe utaweza kuweka record, unaona, wewe kuweka record ya kwamba hii mbuzi izaliwa lini, nani baba yake ni nani. Na katika hii hali ya kuangalia hii mbuzi amezaliwa na huyo dume, utamwangalia uone performance yake. Utaweza kuchagua uone huyu dume ni mzuri kwa kuzaa, lakini wakati wale wanazaliana huko bogani, huko malishoni, bila kujua nini wake, hiyo iko hatari, sababu utajua. Haya, kitu ile nyingine utakuja uone ya kwamba sababu mbuzi wako ni wengi, iko wengine hata wanazeeka, wanaweza kuwa ni dume wazee, na hii wazee wamezeeka, wameisha baka nguvu. So utaona kwamba mbuzi yako baada ya kuchika miba haraka inakuwa ina delay sana, because unajua vile imezeeka ndio hata nguvu yake inaisha, sperm count yake inaenda chini. Unaona? Haya, wakati mwingine unakuta iko hii watoto wadogo, hii tuseme wasichana, unaona, sababu unajua hakuna control, anaanza kuzaa mapema, wakati hata hajafanya nini, haja koma. Na katika hii hali wakati mwingine unakuwa na shida ya kuzaa, na pia
watoto wale wanazaliwa anaweza kuwa anaendelea na mlio. Sasa watoto wake atakuwa, unaona, alianza kuzaa akiwa mdogo. Ni kweli. Kwa hivyo hata yeye watoto wake wataanza kuwa ni wadogo wataendelea namna hiyo. So hii ni shida moja ambayo sisi kama wafugaji imetukiri, sababu hiyo tu ndio tumekuwa tukiendelea nayo. Na pengine ikija katika pengine mfugo ambao wa ngamia, kwa sababu hapo wale nimeweza kusema kwamba ndio tunafuga ngamia, lakini ngamia ambao tunawafuga ni ngamia ambao ni wa kawaida wamezoeleka. Pengine katika hili swala la ngamia, je, kuna aina ngapi ya ngamia ambao county Isiolo na wanafuga? Ni tunasema kwamba the popular ones, wale ambao pengine tumezoea kuona kila siku. Je, ni ngamia wa aina gani ambao pengine wanafugwa hapa county Isiolo, na ni vipi ambavyo tunaweza kuboresha kizazi pengine na vile vile kuhakikisha kwamba ubora wa mazao ambayo yanatokana na ngamia inaongezeka maradufu kwa miongoni mwa wafugaji wa ngamia? Okay, katika hali ya ufugaji wa ngamia sana tuko na aina 3 ya ngamia. Lakini 2 tu ndio sana tuko nayo hapa Isiolo. Tuko na ngamia ina ya Pakistan, hiyo ngamia inatoa maziwa mingi, lakini hapa Isiolo hatuna hiyo ngamia. Hiyo tuko nao upande wa Naivasha huko, mfugaji kwa watu wachache wanafuga huko. Lakini hapa Isiolo tuko na ngamia ya Somali, na tuko na ngamia ya Red Gabra. Na katika hizi ngamia ni kwamba ngamia ya Somali inatoa maziwa mingi kushida ngamia ya ingine ya Red. Lakini terrain ama mazingira, unajua ile ya hii ya Red Gabra inaweza sana hata terrain hapa milima na nini kushida, hata ingawa hata hii ya Somalia shidi sana, lakini ile ingine inaweza zaidi. Kwa hivyo tunaweza chukua ile ya Somali, tunafanya crossbreeding, tunabadilisha hii, ile mtoto atazaliwa atakuwa anatoa maziwa ya hali ya juu, atatoa maziwa mingi, na pia anakuwa adaptable kwa environment. So pengine daktari, pengine tuko manufaa wasikilizaji, so inamaanisha kwamba pengine tukimchukua ngamia kutoka pengine Somali na tuweze kuchanganya na ngamia wa Kirendile ama Gabra, pengine kile kizazi ambacho kitatokana pale kitakuwa ni kizazi ambacho kitatoa maziwa mengi na kuweza kustahimili pengine mazingira ambayo itakuwa inaishi katika pengine kama ni mazingira hapa Isiolo. Naam, hiyo ni kweli mtangazaji. Hata ingawa sana unajua katika Isiolo ngamia mingi tuko nao, na nimekuambia kwamba tuko na sote Somali na Red Gabra, yote tu inastahimili. Lakini sana ukichukua ngamia ya Somali kuna maziwa mingi, kwa hivyo unaweza chukua ile kufanya breeding, alafu unapata maziwa mingi, yani kuchanganya mbegu. Haya msikilizaji, bila shaka natumai kwamba umeweza kusikiliza ufafanuzi huo kutoka kwa daktari msikilizaji, ambaye bila shaka msikilizaji wangu ni kipindi ambacho kinaletwa kwenu na Livestock Marketing System msikilizaji, pamoja na mradi wa Feed the Future, na vile vile kuweza kufadhiliwa pakubwa sana na USAID, Kenya Livestock Marketing System hapa county ya Isiolo msikilizaji, ambao tuko na daktari Mwangi kama za kosea, ambaye anazidi kutueleza mengi zaidi msikilizaji. Ameweza kueleza manufaa ya kuweza kuchanganya mbegu ya mifugo msikilizaji, ametutajia. Pengine tukija daktari, tukija katika swala la ng'ombe, pengine hapa kaunti ya Isiolo bila shaka umeweza kutangamana na wafugaji. Je, hapa kaunti ya Isiolo ni aina gani ya ng'ombe ambao wanafugwa sana hapa kaunti ya Isiolo? Sana hapa kaunti ya Isiolo ni ng'ombe ya zebu, ambayo ni wale ng'ombe wadogo ambaye hawakui haraka, ambaye unaona anadidimia sana kufanya nini, kuwa mkubwa. Alafu yani haweki uzito haraka, na pia mato yake ya maziwa ni kidogo. Lakini tuko na crosses kidogo hapa na pale, lakini katika sehemu kidogo sana ya Isiolo, ambaye wengine wako na malisho mazuri, wengine wako na wale wa at least wameweza kuembrace kuweka nyasi, na bae haitembei sana. Unajua hii ng'ombe ya crosses ama hii ng'ombe
grades, hawezi tembea sana, hawezi atoki anafungua mahali moja. Yani unakuta pengine nikiweza tu kufafanua ni kwamba kuna baadhi ya wakulima ama wakazi wa kaunti sio wameweza kukumbatia ile tunasema kwamba zero grazing wanakaa sehemu moja katika zizi la ng'ombe. Kitu kama hiyo. Ni hivyo. Na pia hata kama una zero grazing unaweza kuwa umehifadhi, umetenga area na umefence na umeweka mzuri ya kwamba mifugo yako bado wanaishi wapi, wanakaa wapi, wanakaa hapo katika boma. Maji hakuna shida ya maji. Kama lishe ni pale. Lishe ni pale. Hakuna shida, hakuna pale ya kutembea sana. Sababu the climate, joto ni kitu hata nayo inakuwa ni changamoto kwa hiyo mfugo. Pengine itokee pale kwa sababu bila shaka vile ambavyo nafahamu kwamba kuna aina nyingi, kuna aina tofauti ya hawa ng'ombe wa grade. Kuna wale ambao wanajulikana kwa jina Friesian, kuna Jerseys, kuna Guernseys na wengineo. Pengine ukiweza kuchukua ndume wa pengine ndume wa Friesian na uweze kuchanganya mbegu na hawa ng'ombe wetu wa kawaida wa zebu, je, pengine kile kizazi kitatokea pengine kitakuwa na quality ya juu kuliko ng'ombe wa kawaida? Mwana mtangazaji, ni ukweli. Na ndio hapo niseme ya kwamba mara mingi tukitaka ile kama vile nilisema hapo beleni, unaangalia nini unataka, what is final end. Kweli. Na sana tukisema ni mfugo, tukitaka kufanya crossbreed ya grade, ni kitu kile tunaangalia ni maziwa. Kweli. Kitu kama AI inawezafanyika, lakini ili uweze kupata ng'ombe za maziwa mzuri, lakini hiyo ni shida. Shida ile ambayo tunaweza kuwa nayo hapa ni kwamba ni storage ya semen. Ile storage si lazima uwe na na pia hata hiyo ng'ombe the environment haiwezi fanya nini, haiwezi kustahimili. Sasa tuseme hata tunataka kuanza hiyo AI huko ndani, ni ngumu, yani artificial insemination. Hiyo ni ngumu. Kama vile nimesema, storage ya semen, hiyo bego inakuwa changamoto. Itakuwa ni changamoto. Haya, environment ni changamoto. Kwa hivyo ile kitu muhimu ni kufanya crossbreed, na pia at least ile kitu muhimu ni crossbreed crosses ya ng'ombe wa grade na kawaida ili ile offspring ama ile mtoto atazaliwa, unajua hata kwanza umemuinua katika utoaji wa maziwa. Kweli. Ili katika environment. Si mama yake ni yule ambaye amezoea area hii. Na baba yake ako na maziwa. Kwa hivyo atakuwa 50-50 ya kwamba ataweza kutoa maziwa mengi, na kustahimili hali ya mazingira hapa Isiolo. Sasa unaweza chukua kama Saiwo, Jersey, lakini ukienda juu sana kama Friesian, unajua Friesian naye ni wa juu sana. Friesian anakuwa na shida ya ni delicate. Kwa kutoa maziwa ni yako sawa. Ako sawa. Lakini hawezi kustahimili joto. Yeye ni delicate. Yes, ni delicate kidogo. Kweli. Lakini katika mazingira mzuri, hata hapa Isiolo tuko na watu wengi ambao wanafuga hizo. Hapa Isiolo tuko na wale wanafuga hizo Friesian, na sinafanya mzuri sana. Pengine hawa wanafuga hizi Friesians, je, pengine ni Friesians ambao ni original typical ama wamechanganya mbegu? Very original. Vile nimekuambia, vile nimesema ni ya kwamba ni environment, ni modified environment. Kweli. Inataka namna gani? Unajengea zero grazing unit, unajengea mzuri, unahakisha inapata lishe ya kutosha, unailetea chakula hapo, unahakisha iko na maji ya kutosha wapi? Sababu ile kitu very critical ni maji. Nataka maji, inataka lishe, chakula ya kutosha, na pia hata kuangalia hata usafi pale inakaa. Because inashikwa na magonjwa sana. Lakini ukiweka mzuri,
iko sawa. Haya, bila shaka ni baadhi tu ya masuala ambayo tunazidi kuangazia msikilizaji kuweza kufafanua hapa. Nilikuwa na daktari. Kumbuka kwamba mazungumzo haya siku ya leo yameweza kuletwa kwenu na kufadhiliwa na Livestock Marketing System msikilizaji, vile vile serikali ya kaunti ya Isiolo, Feed the Future msikilizaji, wamo ndani mradi wa Feed the Future pamoja na Action Aid. Kenya Livestock Marketing System ndio wafadhili wakuu wa kipindi hiki siku ya leo na kuweza kufadhili station hii ya Radio Baliti msikilizaji. Pengine msikilizaji, kama uko na swali ama kuna jambo ambalo ungependa kuweza kufafanuliwa na daktari, unaweza kupiga simu msikilizaji na kutuma rafa fupi. Kama pengine unaona kwamba kidogo credit inakuwa changamoto kupiga simu hewani, unaweza kutuma SMS msikilizaji. Tutasoma SMS yako msikilizaji kuweza kuuliza swali kutoka kwa wewe mfugaji. Kama kuna jambo ambalo ungependa kuweza kufafanuliwa, basi utapiga simu moja kwa moja au kutuma rafa fupi msikilizaji, ile ambayo utaweza kuchagua bila shaka ni chaguo lako. Kwa hivyo nambari ni 0795407909 msikilizaji. Iwapo kuna swali ama kuna jambo ambalo ungependa kufafanuliwa na daktari, basi msikilizaji utaweza kuuliza swali lako kupitia arafa fupi msikilizaji, yani SMS kupitia nambari 0795407909. Kama kuna jambo ambalo pengine hujaweza kufahamu na ungependa kufafanuliwa na daktari ambaye anahusika na masuala haya, basi tuma rafa yako fupi msikilizaji au kupiga simu moja kwa moja hewani, na bila shaka tutaweza kupokea simu yako msikilizaji na vile vile kusoma rafa yako fupi. Kwa hivyo ukituma rafa fupi ni sawa, ukipiga simu ni sawa msikilizaji. Ile ambayo utaweza kuchagua, mbinu ambayo utaweza kuchagua kuuliza maswali ama kuna jambo ambalo ungependa kufafanuliwa, basi ndio itakuwa ni chaguo lako. Kwa hivyo sema na sisi msikilizaji uweze kumuuliza daktari wa mifugo ambaye anahusika na masuala ya mifugo hapa kaunti ya Isiolo. Ataweza kufafanulia msikilizaji, na bila shaka mambo yatakuwa swafi kabisa msikilizaji jioni hii ya leo msikilizaji. Kumbuka kwamba kipindi hiki imeletwa kwenu na LMS pamoja na mradi wa Feed the Future USAID na Kenya Livestock Marketing System msikilizaji. Kwa hivyo kama kuna swali msikilizaji, usisite kuweza kuuliza swali lolote ambalo linahusiana na mifugo, mbuzi, kondoo, ngamia msikilizaji, aina yote ya mifugo, basi uliza swali na utaweza kujibiwa msikilizaji. Kidogo tunakwenda kwenye mapumziko, alafu tutaweza kurejea msikilizaji. Radio Baliti nitabendi vipindi vyote na maana masufi Haya msikilizaji, bila shaka mtangazaji wa zamu DJ Moha bila shaka ameweza kufafanulia bila shaka yote ambayo yamekuwa, na pengine kama kuna swali kuhusiana na yale ambayo daktari ameweza kuzungumzia, bila shaka unaweza kuuliza swali na daktari ataweza kukujibu. Pengine daktari tukaweza kurejelea, bila shaka tunaweza kuzungumzia masuala mbalimbali, pengine tuweza kuzungumzia pengine selection ya masuala ya cross selection na masuala mengine ambayo pengine kwa manufaa ya wasikilizaji. Naam. Asante sana bwana mtangazaji. Kama vile tulisema ni ya kwamba kama vile tulikuwa nimesema ya kwamba ni mzuri kujua ni nini unataka, unataka nini, unatarajia the end product nini unataka sababu ile mtoto atazaliwa ataanza kukupatia ile vitu ulikuwa ile product ulikuwa unataka. Kama ni maziwa utaangalia dume ile inatoa maziwa. Kama ni nyama unaangalia dume iko na uzito ama ile inakutolea nyama na ile inakuwa haraka. Sana sana hapa Isiolo tukiangalia maneno ya mbuzi. Mbuzi tuko na aina mbili. Tuko sana sana na Igaragos ambaye sana sana watu wamezoea kuita mbuzi ya Kisomali. Na ukiangalia maumbile yake ni mbuzi mkubwa, ni mbuzi akona weight, akona nyama mzuri na anakuwa haraka. Na pia akona maziwa. Tukiangalia iko mbuzi nyingine ambaye tunaitaga East African goats. Tukiangalia kama mbuzi
ni kadogo. Na utakuta hiyo mbuzi zote mbili umri ni moja. Lakini hiyo gara ama Somali, hiyo tunaita Kisomali, iko na ikienda kwa soko iko na pesa mzuri. Maana yake ni nini? Maana iko na uzito. Uzito. Kwa hivyo lazima tuangalie, tujue nini tunataka. Sana ile kitu hata nilikuwa nataka hata pia kuongea juu yake ni mzuri unapoenda kuchagua ile mbuzi unataka kufanya breeding. Tuseme kama ni dume, lazima uangalie uone hii ni dume ambaye ni dume ambaye amekomaa. Amekomaa, akona huko nyuma mnajua akona na hii akona nyama akona hii nzuri, miguu yake ni strong, na pia hii nini yake ya uzazi imetokezea mzuri chini. Unajua iko ingine utaenda ukute hii ni yake ya uzazi ni kidogo imeingia ndani. Unaona, sasa kama hiyo mara mingi utaona mbuzi zako zitakuwa zikikosa nini kuconceive ama kupachikwa mimba. Na pia wakati unachagua kwa buzi kama sana kwa buzi 30 ya kike, buzi 30 to 35, dume moja inawatosha. Unaona, ukilisha dume wengi uanze kuwalisha dume wengi, na hiyo ni sasa hapa kuna wakati watafanya nini? Wewe unatafuta ile dume ambaye ni mzuri, ule ambaye utaendelea kufanya service naye, alafu hao wengine unafanya castration, unawafinya ili waweze kuweka nyama. Waweka nyama haraka, na pia unawapeleka pale wanakula mzuri, wanaweka nyama haraka, unauza. Lakini si ukae na hiyo dume miaka 2-3 ukimulisha. Wewe lisha mara moja apate nyama, uuze, hiyo pesa utumie ufanye kitu kingine. Alafu tuseme umechukua hiyo dume, umemchukua ukamleta katika mifugo yako. Unajua baada ya miezi 18 hii dume hiyo watoto walizaliwa iko watoto mbuzi anazaga baada ya miezi 5. Anazaga baada ya miezi 5 na kama wiki 2 wiki 3 hivi. So unaweza ona ya kwamba akiwa na mwaka moja ama miezi 10 mwaka moja amepata mimba miezi 12. Kweli. Si atakaa tena akizaa watoto baada ya mwaka wamekuwa wakubwa nao wakutaka dume. Kweli. Sasa baada ya miezi 18 hiyo dume unamudoa hapo. Unamudoa, unaleta dume mwingine mpya. Unaenda labda umeona dume mwingine kwa mwenzako, rafiki yako, mnaweza fanya nini? Exchange. Kweli. Ili sasa waendelee na hawa. Sasa ni familia tofauti. Shida ya kwamba shida ile inakuaga katika hii kufanya inbreeding. Kunaweza kuwa na genes baya ya ulemavu iko katika hiyo ukoo. Sasa unaona hiyo nini itafanya nini? Itaendelea kukiri katika hiyo nini? Kweli. Katika hiyo herd ama hiyo jamii ya mifugo, hiyo jamii ya mbuzi. Na kitu kingine bwana mtangazaji, hata nisahau kusema ya kwamba wakati wote tunafanya inbreeding tuko na changamoto kubwa sana ya kupata magonjwa ya sexual ya zinaa ya mifugo kama brucellosis. Ile unaona inapitia na kutoka kwa mnyama yule amegojeka na kwa wengine kwa hiyo mwingine, kwa sababu pengine bila shaka nimeweza kupata picha pengine vile ambavyo tunazidi kuwafuga mifugo wengi katika sehemu moja, na unakuta kwamba ile sehemu ni ndogo, unakuta kwamba wale mifugo wanatangamana na inakuwa hata wapate nafasi. So wana vile ambavyo wanazidi kuzana, na pengine kuna magonjwa ambayo pengine iko miongoni mwa wale mbuzi. So ile ugonjwa utakuwa ni haraka sana kusambaa kwa wale mbuzi wengine. Naam, hiyo ni kweli bwana mtangazaji. Sasa ile nilikuwa naendelea kusema ni kwamba wewe unachagua ile mbuzi unataka, mbuzi mzuri, alafu ndio utaweka kwa mifugo yako. Alafu unambadilisha,
baada ya mwaka moja na nusu. Ile kitu nilikuwa nataka hata kutia maana zaidi, hii mifugo unaweza manage namna gani? Kitu ya kwanza nimesema maneno ya kufanya nini? Castration, kufinya senge, alafu huyo sasa hawezi panda. Huyo hawezi panda, ndio. Alafu hard separation. Hard separation ni kusema namna gani? Uko na mifugo dume, unalisha kando. Iko wale watoto wamezaliwa, wako na hao wakizaliwa kwa muda mmoja, hao unafuga pamoja. Wale wengine kama ni wamama wanakaa pamoja, unawapatia dume yao. Sasa unaona umezuia huyu dume kukuja kupanda nini watoto. Kitu kama hiyo. Kitu ile ingine unaweza zuia mbuzi kukuja kupanda wakati wewe utaki. Unaweka kitu tunaitaga apron. Ni kitu kama apron tu inawekwa chini ya mbuzi ya dume. Wakati anaenda kupanda hawezi fikia nini? Hawezi hiyo apron. Yaani ni kama unaweka ile kama bari ama kizuizi. Kwa hivyo hawezi fanya nini? Hawezi yeye tu hata anataka kupanda lakini hawezi. Sababu tayari umefanya nini? Umeweka speed governor. Kitu kama hiyo bwana mwangalia. Ni kitu kama hiyo umemzuia. Unajua shida ni nini? Naam. Shida ni sana bwana mtangazaji, ukiona hapa tunakuwa na shida moja. Buzi ama mifugo yetu waachilia wazane hivi, ndio unaona inafika hata wengine wanazaa wakati ya kiangazi. Wakati kama huu unaona ng'ombe zinazaa, lakini hakuna nini? Hakuna lishe. Chances ya hiyo ng'ombe kusurvive ni very low. Nini dama ama mtoto ya buzi pia kuna shida. Kwa nini? Maziwa ni kidogo. Kwa hivyo tunataka kitu ambaye tunataka kuwa na controlled breeding, ya kwamba mifugo yetu baada ya kuachilia izane tu vile inataka, tunaicontrol. Tunataka mbuzi izae wakati ambapo kuna lishe, kuna chakula ya kutosha. Kwa mfano tunataka tukiangalia kama sasa sana mvua hapa ama lishe ama chakula kwa kawaida tunakuwa December tunakuwa na nyasi atisi ya kutosha. Tunakuwa na nyasi ya kutosha. So ni mzuri tunatime wakati kama huo. Ili ikifika wakati huo mbuzi yetu inazaa na ikizaa hatuna shida. Tuna time si tumesema mbuzi inakaa miezi 5. Kwa hivyo hii izae mwezi ya 12 inaonekana tutaipatia dume lini? Tutaipatia dume at least mwezi ya 7 hapo hivyo. Hii kitabu ifike mwezi wa 12. Sasa ikizaa wakati huo tuko na chakula ya kutosha. Lakini tukiwaachilia wazana wakati wowote, hii wakati ya kiangazi amezaliwa, unakuta tuko na hiyo shida ya malisho. Haya, bila shaka naona kwamba kuna simu hapa zilikuwa zinaingia. Hebu pengine msikilizaji, kwa wale ambao walikuwa wanapiga simu, nafasi tunapatia sasa hivi msikilizaji. Iwapo kuna swali kwa daktari msikilizaji, ambayo tunazidi kuzungumzia masuala ya mifugo jioni hii ya leo msikilizaji, kuhusiana na kampeni ambayo inajulikana kwa jina Social Behavioral Change Campaign. Kuna simu hapa bila shaka tuweze kuipokea moja kwa moja. Hello Radio Baliti. Hello. Naam. Sijambo sana, nani mwenzetu? Wafula, karibu sana Wafula. Kuna wakati ulipata sasa for example kama siku Naam. Hello.
Na mnakupata kidogo na katika network yako. Nimesimama hapa simasikika sasa. Na bila shaka. Mimi wakati nilipokuwa nikieleza watu wangu, unapata unaambiwa ya kwamba ukioa mke wakati wa njaa, akivumilia hiyo shida ya njaa iishe, mufike kwa chakula, hata waienda kwao tena. Na ndiyo nauliza, ng'ombe ama mbuzi ikizaa wakati wa kiangazi, istahimili hiyo kiangazi yote iishe, na ile maziwa kidogo kidogo yenye inanyonya, na tule tunyasi tuwenye tumekauka ikiokota, unataka kuniambia ya kwamba haiwezi fuka ng'ambo ile ingine ifikishe Disemba? Na nimeenda. Shukran sana Wafula. Haya, bila shaka Wafula muuliza swali hapo. Asante sana bwana Wafula. Anasema ya kwamba ukiwa bibi na familia njaa hata waienda. Unajua hii ni myth. Hii ni myth. Kweli. Sababu sio njaa tu itafanya bibi aende. Kweli. Iko maana mingi nafanya nini? Aende. Lakini bali na hiyo ni ya kwamba kitu cha muhimu ni ile tunaangalia nini wakati wetu tunasema maneno ya ipate kuzaa wakati wewe kuna lishe ya kutosha. Ile kitu tunaangalia ni hali ya afya. Kweli. Afya ya mifugo. Ya hiyo mfugo. Kusema kweli wakati wewe atazaliwa na kuna shida, hata hawezi kuwa haraka. Unajua tuseme hata watu binafsi iko kitu ya maana sana. Tunasemaga mtoto akizaliwa unasikia anatakiana kunywa maziwa miezi 6. Daktari, naomba tu nikukatize kidogo. Kuna simu hapa. Hello Radio Baliti. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Salamu ya daktari hapo. Karibu sana. Nani mwenzetu unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Habiba. Karibu sana Habiba. Ningependa kujua. Nasema unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Bulesdima. Karibu. Ningependa kujua. Kuna aina ngapi ya mbuzi wa grade? Na grade ya kwanza nitapata wapi? Na bei yake. Grade 1 utapata wapi? Na bei yake pia ningependa. Haya, daktari atakuwa na kujibu. Bila shaka Habiba, kidogo daktari wacha naweza kuchukua angalau simu pamoja na message ambazo zinazidi kushuka hapa. Anasema vipi? Anasema nauliza swali, Motiso kutoka Mlango, yani ni Motiso kutoka eneo la Mlango. Mimi ni mfugaji wa ngamia. Ngamia inaweza pata trichomoniasis ama? Anauliza hivyo. Shukrani sana. Anajulikana kwa jina Motiso kutoka Mlango. Anasema kwamba yeye ni mfugaji wa ngamia. Anauliza kama ngamia wanaweza kupata ugonjwa huo. Shukrani sana. Bila shaka utakuwa unajibu. Kwa hivyo zidi kutuma arafa zako, kama ni message pia tuma message yako msikilizaji, kama ni simu piga simu msikilizaji. Ukichagua message ni sawa, tutasoma message yako. Ukipiga simu ni sawa, tutapokea simu zako. Option ambayo utatumia bila shaka tutaweza kuweza kupokea maswali yako kupitia message au kupiga simu. Pengine kwa Habiba muuliza grade 1 ya mbuzi anaweza kupata wapi, na kuna aina ngapi ya grade ya mbuzi, wale mbuzi wa grade? Asante sana Habiba kwa hiyo swali yako. Kitu ya kwanza mbuzi ya grade tuko na sana hiyo inajulikana sana ni aina 3 na unaichagua kulingana na maumbile yake. Na hata katika production yake. Kitu ya kwanza tuko na mbuzi na aina inaitwa Saanen. Saanen. Saanen na bila shaka. Huyu mbuzi umbo wake ni mbuzi mkubwa na ni mbuzi mweupe. Yeye ni mbuzi mweupe. Yeye anapenda pale iko baridi. Na utoaji wake wa maziwa ni wa hali ya juu. Ni wa hali ya juu sababu anakutolea lita 4 ya maziwa. Naye kama vile nimesema ya kwamba anapenda baridi na anakula chakula mingi. Pili
pili tuko na mbuzi aina ya Toggenburg. Toggenburg tunaitabua na kitu tunaitaga ni kama white socks. Ukiangalia katika miguu yake inakuwa na strips ya white. Ukiangalia hapa katika uso kichwa yake iko na strips ya white pia. Na pia mkia ni white. Naye huyo buzi anatoa maziwa mzuri, si mbaya sana, lakini hawezi toa kama Saanen. Lakini changamoto yake kidogo ni environment. Hataki temperature juu sana. Kwa hivyo ukiwa naye lazima umweke ina confined environment, yani pale umemfungia ili afanye nini? Kweli. Alafu tuko na mwingine anaitwa German Alpine. German Alpine sasa amekuwa bred tunamwita Kenya Alpine. Kenya Alpine anaweza kustahimili environment hapa na pia hata nakutolea maziwa. So buzi mzuri sana hapa ningemrekomendia kama hataweza kufugia mzuri na kufuga confine mzuri ni German Alpine. Manake ni nini? Sababu hawezi unajua sana. Yeye ni brown na pia ngozi yake ndani ngozi sasa utaona ni brown. Na pengine tu nikiweza kuongeza katika huyu German Alpine, pengine ngozi yake ni thick vile ambavyo inaweza kufanya kwamba kama nile miale ya jua haingii sana katika ngozi yake. Hiyo ni kweli mtangazaji. Hiyo ni kweli. Naam, bila shaka. Tena ni brown ndani. Kwa hivyo ile ngozi yake si transparent sana, yani haingizi ile miale ya jua ndani. Haya, pengine kuna swali hapa anauliza ni huyu ndugu yetu Motiso anauliza pengine yeye ni mfugaji wa ngamia na anauliza je, pengine ngamia anaweza kupata ugonjwa wa trichomoniasis ama anauliza swali lake ndio hilo. Unajua hiyo magonjwa sana huwa transmitted na sese na ni kweli anaweza pata. Kwa hivyo ngamia anaweza kupata ugonjwa huu. Kwa hivyo ana ugonjwa huu unasababishwa na huyu mdudu sasa fulani. Haya, bila shaka msikilizaji, pengine kama kuna swali la ziada pengine daktari, kwa manufaa tu ya wasikilizaji, kwa sana na kwa muda wetu unazidi kutupatia kisogo, tungependa kuweza kuzungumza mengi zaidi, lakini muda unaweza pengine kama msikilizaji, kabla tuweze kumalizia, kuna simu hapa bila shaka tuweze kupokea. Hello Radio Baliti. Nishukuru leo majibu lakini hatujibu pale nitapata hizo. Atakuwa na kueleza pengine ni wapi utapata hiyo bila shaka. Okay. Niendelee. Okay. Kama ni German Alpine kuna institution inakuwa upande wa Nyeri pale ukitoka Nyeri town ukielekea Karatina inaitwa Abogo Farm. Wakulima wako na association wanaitaga DGAK, Dairy Goat Breeders Association, ambayo wanafuga hizo wakulima ndio wanafuga mbuzi. Sasa ukitaka una connect nao na utapata huyo mbuzi. Meru tuko na Meru Dairy Goat Breeders Association na wanakuwa hapo Kinoru hapo karibu na showground. Wako na ofisi hapo hata nao unaweza link nao. Haya, kuna swali bila shaka Wafula alikuwa ameuliza na kidogo tukaweza kuweza kukatiza ambayo walikuwa nauliza masuala ya pengine kuna wakati pengine kiangazi. Kuna swali ambalo alikuwa ameuliza Wafula pengine hapo awali kama unaweza kukosea. Bila shaka pengine kama Wafula utaweza kurejelea alafu uweze kuuliza swali lako, uweze kuuliza alafu daktari aweze kukujibu, bila shaka itakuwa vyema kabisa Wafula, bila shaka msikilizaji. Pengine tukao kabla Wafula hajaweza kurejelea pengine na tumekwamba kama za kosea ni yeye Wafula. Naam Wafula.
Naam. Karibu. Jambo sana. Karibu, si jambo. Nishakaribia. Nilikuwa nimeuliza hivi. Huyu mbuzi, sasa tuseme for example mbuzi ama ng'ombe wangu amepata ujauzito na amejifungua sasa saa hii. Huyo anaweza stahimili ama mimi mwenyewe niko na uwezo wa kuhakikisha huyo mtoto mwenye amezaliwa atakuwa anafaa kukaa mazingira gani wakati wa kiangazi? Niko na swali lingine. Mimi ni mkulima wa kando na kulima wa ng'ombe, mbuzi na kondoo, hizo iko kando. Mimi ni mkulima wa umbwa. Umbwa pia ni sehemu ya mifugo zetu. Je, umbwa pia inaweza kuwekewa speed governor ama hiyo inaweza endelea hivyo? Haya, utakuwa najibiwa. Nimeshukuru. Karibu sana Wafula. Haya, shukrani sana Wafula. Bila shaka ni maswali. Asante sana msikilizaji. Kitu ya maana kama vile msikilizaji bwana Wafula amesema ni kwamba yeye ako na uwezo wa kupatia hiyo ndama yake ama hiyo mfugo yake chakula ya kutosha. Ile kitu hapa tunalilia ni kwamba kuwe na chakula ya kutosha. It doesn't matter, haijalishi ni kama ni wakati wa jirani ama ni wakati wa, sababu unaweza kuwa hata umemfugia na mpatie chakula ya kutosha, akizaa akose chakula, unaona bado ni shida. Kwa hivyo haijalishi ni wakati gani, kitu ya maana ni kwamba huyo mtoto apate maziwa ya kutosha. Mama apate chakula ili aweze kutoa nini? Kutoa maziwa. Lakini kama mama apate chakula, maziwa itatoka wapi? Na kama vile unajua maziwa ni muhimu sana kwa siku za kwanza. Kama unajua lazima apate maziwa ya kutosha wakati ya kwanza na ili aweze kukua mzuri. Lakini akikosa hii bado kukua kwake kutakuwa na shida na atakuwa ugonjwa. Swali hiyo ingine ameuliza maneno ya kuwekea umbwa speed governor. Unajua inategemea unataka nini. Kama utaki wapate ovyo. Tumesema shida ya hiyo speed. Sijui kama ameelewa speed governor ni vipi tumesema. Tumesema hapa katika nini yake, tumbo yake hapa chini karibu na kizazi chake unaweka kitu kama mfuko, kama mfuko hivi, kama kitambaa tu, kama kitambaa, ili wakati yeye ako na hamu na ataenda kupanda, lakini hiyo nini ako na blockage. Kwa hivyo atafanya nini? Pengine tu daktari, kwa haraka tuweze kumalizia katika dakika ambazo zimesalia, pengine lisha mifugo inapaswa kuwa na ubora gani? Kama ni madini ya aina gani na inapaswa kuwa katika ile chakula mifugo? Kama ni nyasi, kama pengine ili kuweza kusupplement ile nyasi, pengine mfugaji anapaswa kuzingatia lishe gani nyingine? Bwana mtangazaji, ataigawa hii subject tutaitaka sana. Tuko na nafasi nyingine ambayo tutaiongea kwa urefu, sababu maneno ya lishe ni muhimu sana katika mifugo yetu. Tutaweza kupata nafasi nyingine ili tuweze kuongea kama subject kwa urefu. Lakini kwa kifupi, ile kitu ya maana ni kwamba katika mifugo yote na hasa kama huyu amesema maneno ya mbuzi ya maziwa, kama ataweza kufungia mbuzi, mbuzi ya maziwa haitaki kutembea, unaweka na unaifungia. Unaona huyo mbuzi unamletea chakula hapo. Hata ule mwingine ng'ombe ya grade huyo unafungia, unaletea chakula hapo. Bali na hao wengine, unajua hao wengine ambao unawaachilia wanaenda nje, kama wao tunalisha pasture way, wanarandaranda hao wenyewe wanajua kwenda kuchagua ile chakula wanafanya nini, wanataka. Unaona wakati mwingine, wakati hiyo mbuzi ukifungulia iko pale wanakibiaga. Hata katika malisho iko pale mbuzi wanakibiaga. Unajua wanaenda kukula nini? Chumvi. Minerals. Hiyo kitu wanajua pale wataipata. Lakini wewe umefungia mbuzi yako, lazima uhakikishe umempatia. Alafu wewe umeweka
lazima chumvi iko na maji iko na chakula iko ya kutosha. Kwa hivyo lishe kitu ya maana tu ni kufanya supplementation ya chumvi na pia tuko na wakati mwingine ungetaka hata kuboost production ya maziwa. Kweli. Tuko na chakula ina mingi katika maduka zetu. Tuko na Dairy Meal ambayo unapatia tu chakula kidogo ili na boost na kuongezea maziwa yako. Lakini usipatie mingi sababu tulisema unafanya kazi biashara. Ukiweka chakula mingi unaona ni hasara unaenda. Kwa hivyo tu ni supplement kidogo na tuko na zingine Logic Cubes. Logic Cubes ningetaka hata kuuzia kidogo sababu tumekuwa na shida sana hapa especially wakati wa kiangazi. Serikali yetu husaidia sana hapa kishirikiana na partners na tunapata chakula kingine, tunapata ile Logic Cubes. Unaona wakati mwingine ukipatiwa unaenda unapatia mingi. Kweli. Ningetaka tu kuuzia juu ya utilization. Usipatie chakula hiyo mingi, inatakana tu kidogo sababu inapatiwa wakati ya kiangazi kusupplement. Yani ni kushikilia. Ukiweka mingi hiyo inafuraga sababu iko na high level of protein na rafet inafura na ikifura inaweza sababisha maafa. Kweli kabisa. Pengine tu daktari, tukiweza kumalizia tu kwa sekunde chache, pengine tu ungependa kuhimiza nini wasikilizaji, na pengine wiki ijayo, pengine wakati kama huu kuanzia saa 2 hadi saa 3, pengine wiki ijayo watarajie nini pengine kwa wafugaji? Asante sana. Nashukuru tumeenda mzuri. Lakini bali na hata kabla tujafunga mbaya mtangazaji, ningetaka hata kuhimiza katika hii breeding ningesema 2.1 ya kwamba ni mzuri kwa management mzuri, unaweka buzi yako ama mifugo yako izee wakati moja. Ukifanya namna hiyo utakuwa na ease of management. Na pia hata kuku sijasogea sana juu ya kuku, na pia najua kwamba wafugaji hata wanafuga kuku. Hata kuku ni mzuri, na hakikisha ya kwamba kama unalishia, sababu sisi tumezoea kufuga ile kuku yetu ya kienyeji. Ukilishia kuku, ukiweza kulishia kuku yako mingi mara moja, alafu zinatoa kifaranga mara moja, unaweza toa hiyo kifaranga ulishe ikiwa kando, ulishe hiyo kifaranga kando, alafu kuku yako ziendelee tena. Unaweza hata alishia mayai tena, aweze kutega tena, kulalia tena, unatoa kifaranga kingine. So unaona unakuwa na kuku mingi kwa muda mfupi. So ndio tunasema tujaribu kazi yote tunafanya tuangalie ni biashara. Nimegusia juu ya kuku sababu nimeona mara mingi watu wanafuga kuku, lakini hawajatia kwamba kuku ni pesa. Inaweza letea pesa. Kuku analalia siku 21, anatoka siku ya kwanza na kifaranga 10, akirudi jioni kifaranga wote wamefanya maisha, amebaki 5. Siku ya pili sasa unaona naishi maisha ya cycle. So ndio mawazo unataka tuone ya kwamba hii tunaweza pata pesa tukiweka management mzuri. Otherwise vile ni kama ile swali umeniuliza ya kwamba tunapokutana tena tumetaisha maneno mingi sana juu ya vile unaweza lisha mfugo yako mzuri, na uwe na nyasi, unapada nyasi yako mzuri, na pia unakata, unafunga. Hiyo bali na kupatia mifugo yako ni pesa. Hapa Isiolo, kama wale wako katika eneo ya Isiolo, hivi karibuni sijui kama siku hata moja inapitia bila lori kupita Isiolo imejaa nyasi ndani yake. Hii nyasi watu wanalima. Hapa tunaweza lima, tuko na mbinu ya kuharvest maji, tunaharvest maji na nyasi yetu iko advantage kubwa sana sababu unaweza funa hiyo bego. Hiyo bego ni pesa. Hiyo bego unaweza pata pale nyingine na kitu kama hiyo. Kweli.
Na mnashukuru sana bwana daktari, bila shaka mtaalamu ambaye bila shaka tumekuwa na wewe katika mazungumzo hayo msikilizaji, muda wa risali moja. Kwa hivyo nasema shukrani kwa wote ambao wameweza kupiga simu. Shukrani sana daktari kwa muda wako, na bila shaka kunradhi kwa hilo. Kwa hivyo msikilizaji, wiki ijayo sawa na wakati kama huu tutaweza kupatana tena msikilizaji na bila shaka tutaweza kuzungumza mengi zaidi. Kumbuka kwamba kipindi hiki kimeletwa kwenu na Livestock Marketing System, mradi wa Feed the Future pamoja na USAID, Kenya Livestock Marketing System. Bila shaka nimekuwa bila shaka mwelekezi wa kipindi hiki Hussein Murangiriguyo. Bila shaka nawatakia usiku mwema. Kesho asubuhi tutapatana msikilizaji, lakini wiki ijayo kila wiki msikilizaji wangu, siku moja kwa wiki tunapatiana nafasi ya kuweza kukuelimisha ewe mfugaji kuhusiana na mbinu tofauti tofauti ya kualisha mifugo wako, jinsi ya kuweza kuhifadhi, jinsi ya wakati ambapo unaenda kumkamua mfugo wako ni taratibu zipi ambazo unapaswa kuweza kuzifuatilia. Kwa hivyo hayo yote utakuwa unapokea kila siku ya wiki msikilizaji, mara moja ama siku moja kwa wiki utakuwa na mtaalamu. Kwa hivyo wiki ijayo itakuwa ni awamu nyingine. Baada wiki hiyo ama baada siku hiyo kwa wiki, bila shaka itakuwa ni hivyo katika utaratibu. Kwa hivyo wiki ijayo itakuwa ni nafasi vile vile baada wiki hiyo. Kwa hivyo bila shaka itakuwa ni ratiba ya wiki 5 kila wiki msikilizaji wangu, kwa sababu kwa wiki tuko na siku 7, tumetenga siku moja kati hizo siku 7 tumeweza kutenga siku moja kuweza kukuelimisha wewe mfugaji kuhusiana na mbinu tofauti tofauti. Kwa hivyo wiki ijayo sana wakati kama huu kuanzia saa 2 jioni hadi saa 3 tutakuwa tunakueleza ni siku gani, lakini kumbuka kwamba weka tarehe kila siku ya wiki msikilizaji. Tutakuwa tunaweka tunazungumza na wataalamu mbalimbali hapa ndani ya Radio Baliti bila shaka, na tutakuwa tunakufahamisha kabla hiyo siku haiweza kufika, utakuwa nafahamishwa ni siku gani ambayo bila shaka, lakini ujue kwamba kila siku ya wiki tutakuwa na mtaalamu bila shaka kutoka LMS ambaye atakuwa nakufahamisha. Kwa hivyo nawatakia usiku mwema panapo majaliwa msikilizaji. Radio Baliti Nikabendi libito poti kuna maki sukito Gumi